shule yetu zipo changamoto zinazotukabili zikiwemo upungufu wa walimu kulingana na idadi kubwa ya wanafunzi waliopangwa miaka 4 mfululizo, upungufu wa nyumba za walimu, upungufu wa maabara za science ikilinganishwa na idadi kubwa ya wanafunzi wanaosoma masomo hayo, upungufu wa kompyuta kwani zilizopo hazitoshi kulingana na idadi kubwa ya wanafunzi, ukosefu wa gari la shule pindi inapotokea dharura ya ugonjwa kwa mwanafunzi, ukosefu wa uzio kwa ajili ya usalama wa wanafunzi, ukosefu wa nesi wa shule, ukosefu wa jengo maalum la kupumzikia wagonjwa pamoja na samani zake. Sisi jumuiya ya shule ya sekondari Jokate Mwegelo tuna imani nawe katika kutatua changamoto tajwa hapo juu. Changamoto ya maabara kama watoto walivyosema, shule yetu ina science pure, kwa hiyo changamoto sometimes zinatupelekea kidogo kurudi nyuma, kutokuwa imara ile inavyotakiwa. Lakini pia nichukue nafasi hii kukwambia, ukaguswa tena, nyumba isiwe moja, ziwe hata nyumba 3. Tukizipata kwa pamoja, manake matatizo yetu yatakuwa yameisha. Na naona makofi mengi ya walimu. Tulijenga zahanati hapa ya wapi? Ya Muhaga. Lakini hapa tuna watoto wengi sasa. Tuna watoto 1000 plus. Hawa watoto ni wengi. Kwa hiyo kamwambie pale mkurugenzi, ikiwezekana tuangalie jinsi gani tutatengeneza chumba hapa maalum kiwe kama zahanati kama ilivyokuwa kwa ndugu yako nani? Wa Minaki. Tutengeneze chumba maalum, iwe zahanati maalum ya shule. Hawa watoto wa kike wanataka huduma ya nini? Ya karibu, kusikilizwa kwa karibu. Hata tukipata mtaalamu mmoja tu mwanamama wa kuwasaidia itasaidia sana. Kwa hiyo kamwambia mkurugenzi kwamba tuanze mchakato wa kutenga chumba maalum au kujenga chumba maalum, kuhakikisha kwamba tunamleta mtaalamu wa afya hapa, anaanza kutoa huduma hapa shuleni kwa watoto wetu kuweza kuwasaidia hawa. Yale matatizo makubwa zaidi yataenda huko mbele, lakini yale ya msingi kabisa tuweze kuwasaidia vijana wetu hapa, hata hali kadhalika walimu wetu waweze kuhakikisha wako katika mazingira rafiki. Naomba niwahakikishie, sisi viongozi tunaendelea kufanya kazi kubwa kwa ajili ya shule yetu hii ya Jokate Girls. Na hili nimesikia hapa kuna changamoto ya nyumba za walimu. Ni kweli, ninafahamu walimu wetu wana changamoto za nyumba. Tumehakikisha kwamba tulipata nyumba chache za kwanza takriban 2, lakini tuna kila sababu ya kuhangaika ujenzi wa miundombinu mingine. Niwahakikishie, serikali tumeshahangaika, tumepata milioni 95 kwa kujenga nyumba ya walimu 2-in-1 kwanza kwa kuanzia, ambao ujenzi huu utaanza hapa katikati si muda mrefu sana. Tumehangaika kupata hizi fedha tujenge nyumba nyingine, na huku tukihangaika kutafuta fedha zingine za ujenzi wa nyumba zingine za ziada. Kwa hiyo walimu wangu, niwahakikishie, sisi kama viongozi tutahangaika kuboresha mazingira ya shule hii. Lakini wahakikishie wale wanafunzi wetu walizungumza changamoto ya maabara. Ni kweli idadi ya wanafunzi leo imeongezeka. Niwahakikishie, si muda mrefu katika shule hii tutaanza ujenzi wa maabara nyingine mpya kabla mwaka haujaisha. Lengo letu ni kwamba kuendelea kuhakikisha shule hii inafanya vizuri. Mimi nikiwa mbunge wenu nitahakikisha kwamba shule hii inakuwa kipaumbele changu kikubwa ndani ya wilaya ya Kisarawe, kuwa shule ya mfano ndani ya Tanzania.